baada ya mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Pochacha kuagiza jeshi la polisi kusitisha shughuli ya Injili na kufanya uchunguzi wa kina wa bidhaa mbalimbali zinazogawiwa kwa watoto wa shule za misingi na mchungaji Dana Mori kutoka Marekani ambazo zinadaiwa kuwa zinaviashiria mapenzi ya jinsia moja. Sasa Umoja wa Makanisa CPCT, baada ya kukanusha madai na kuomba kuruhusiwa kuendelea na huduma hiyo ya kiinjili, hatimaye wamepata ruhusa hiyo kutoka kwa mkuu wa polisi Tabora RPC Richard Yabwao. Kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama unaendelea vizuri. Pamoja na hayo, kwa hatua ambayo tumefikia, tumeona kwamba tutoe kibali kwa shughuli za uinjilisti zikaendelea kufanyika bila kuathiri makundi mengine na maadili ya taifa letu. Kwa hiyo kibali ambacho kimetolewa cha kufanya mkutano wa injili kimetolewa kwa masharti na kwa mipaka ya kufanya mkutano wa injili peke yake. Hatutaruhusu utoaji wa zawadi, hatutaruhusu bahati nasibu ambayo ilikuwa imeelekezwa, hatutaruhusu ugawaji wa vipeperushi ambavyo vilikuwa na rangi ambazo hazifuati maadili ya taifa letu. Hatutaruhusu ugawaji wa mipira ambayo yote imeshakamatwa na inadhibitiwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo utoaji wa kibali hiki umezingatia kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda maadili ya Mtanzania kwa utaratibu uliopo, na shughuli ambayo itafanyika kwenye mkutano huo ni shughuli ya uinjilisti peke yake na sio jambo jingine lolote. Baada ya kupata ruhusa hiyo, akizungumza kwa niaba ya Umoja wa Makanisa ya CPCT, mchungaji Lameck Hazina amesema kuwa wanaomba radhi kwa kukiuka maelekezo ya kamati ya usalama wa mkoa wa Tabora. Pia wanapokea maelezo ya mkuu wa mkoa wa Tabora kwamba viashiria vile vilikuwa sahihi. Sisi viongozi wa CPCT mkoa wa Tabora tunaomba radhi kwa taarifa tuliyotoa katika vyombo vya habari tarehe 17 Machi 2026 kuhusu maelekezo ya kamati ya usalama mkoa wa Tabora yaliyotolewa tarehe 16 Machi 2026 kusitisha kibali cha mkutano wa injili uliopangwa kufanyika kuanzia tarehe 19 Machi 2026 hadi tarehe 22 Machi 2026. Mpaka hapo uchunguzi wa changamoto zilizokuwa zimejitokeza utakapokuwa umekamilika. 2. Sisi viongozi wa CPCT mkoa wa Tabora tunakubali maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora siku ya tarehe 16 Machi 2026 kuwa yalikuwa sahihi na kwamba makanisa ya Kipentekoste CPCT mkoa wa Tabora yanaridhika na maamuzi ya serikali kuendelea na uchunguzi wa dosari zilizobainika. Aidha, katibu wa CPCT mchungaji Lameck amekiri kuwa rangi zilizotumika katika zawadi zilizokuwa zimeandaliwa hazikuwa na mahusiano na kanisa lao, pia zinahusishwa na rangi ya bendera ya watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Sisi viongozi wa CPCT mkoa wa Tabora tunashukuru serikali kwa kufanya uchunguzi wa awali kwa haraka, na tumejiridhisha pasipo shaka kuwa rangi zilizotumika kuweka nembo kwenye mipira na vipeperushi ni rangi zinazotumiwa na taasisi zinazohamasisha maadili yasiyo ya Kitanzania.